Kwa hiyo mtu yote ukimsikia mtaani anasema Oscar ni Simba, mkubalie. Huyo mtu yuko sawa. Bana, usiku wa leo tunaye, hatumtambulishi kama mchambuzi mtangazaji, tunamtambulisha kama msanii wa hip hop. Mwenyewe mzee Kaliua, my brother Oscar ambaye amekuja kwenye miaka 25 ya Lady JD. Oscar na Jide kwa ukaribu na mazoea ambayo wako nayo, unaweza usiwaelewe pale wanapokuwa wanatumiana zile comment Instagram. Ila kwa leo anaweza akatuambia kwa muda gani wamefahamiana na leo amekuja kucelebrate vipi. Kaka kwema? Bana poa. Miaka 25 ya Jide. Yeah, mimi kwanza ni moja kati ya watu ambao tuna Christmas 3 tu hapa mjini. Lady JD anasherehekea miaka 25 ya kuwa kwenye game ya Bongo Flava, lakini huyu ni dada ambaye mimi nimemfahamu ndani ya miaka 5 ya hivi karibuni, ambayo tumetengeneza undugu, tumetengeneza urafiki, tumetengeneza ushikaji na familia kubwa ambayo inaonekana kwa watu, lakini kwa sisi watu ambao tumekuja mjini hivi karibuni ni urafiki na undugu wa hizi siku chache ambazo tumekutana hapa. Okay, ndani ya miaka 5 urafiki wenu umekuwa namna gani na unajivunia nini kuhusu yeye? Kwanza najivunia kuwa na mwanamke mpambanaji karibu yangu, na nimesema mara nyingi kwamba Lady JD ni kitabu ambacho ukipata nafasi nenda ukakisome. Ni mwanadada ambaye amepitia mapambano mengi sana ambayo pengine baadhi ya wanaume wangekutana nayo wasingeweza kutoboa. Kwa hiyo ni zaidi ya mwanamke kwa kile ambacho amekifanya, na kwangu mimi anaendelea kubakia kama inspiration kwenye mabinti wetu na watoto wa kike ambao tunao, watu ambao wanataka kuishi ndoto zao, watu ambao hawaamini kwenye kukatishwa tamaa, watu ambao wanaamini kwenye ushindi, watu ambao wanaamini hata dunia yote kibakia inakubaliana upande mmoja, akibakia peke yake na akasimama kwenye anachokiamini anaweza akafanikiwa. Huyo ndio Lady JD ambaye tuko hapa the Superdome kuhakikisha kwamba tunamsupport na kumsherehekea kwenye miaka yake 25 ambayo amekuwa kwenye game. Kwa miaka 5 unaomfahamu wewe, unahisi miaka 25 aliyoishi kwenye muziki na entertainment yamemlipa au anayanufaika nayo matunda hiyo miaka 25 kwa kumwangalia sasa ile life ambayo sisi kwenye kioo au kwenye kamera huwa hatuioni? Lady JD ni miongoni mwa wasanii wetu wachache wa kike ambao wamefanikiwa. Amefanikiwa kwa kadiri Mungu alivyomjalia. Si mtu mwenye maisha ya juu au maisha ya chini, ni mtu anayeishi maisha ya katikati. Ana uwezo wa kupata chochote ambacho anakitaka, ana uwezo wa kwenda popote anapopataka, na ana uwezo wa kukidhi mahitaji yake yote ya msingi. So kwangu mimi ni mtu ambaye amefanikiwa kwa sababu hajawa bilionea, lakini Lady JD sio maskini. Ameishi maisha ya kati, maisha ambayo watoto wengi sisi wa kimaskini, ukipambana na Mungu akikusaidia una uwezo wa kupata maisha ya kati. So nafikiri mziki umemlipa kwa sababu kumekuwa na mabadiliko mengi sana ya zama na riziki ambayo yanatokea, na yeye ameishi zama zote. Ameishi kwenye ugumu kule ambako yeye alianza mziki, lakini ameishi pia zama hizi ambazo hizi ni time zenye fursa kubwa kuliko huko nyuma ilivyokuwa, na kwangu mimi amefanikiwa kwa sababu Lady JD sio mtu wa juu, sio mtu wa chini, ni mtu wa katikati, na kwangu mimi mtu wa katikati yoyote na hesabu kwangu kwamba mafanikio. Okay. Lady JD ni kitabu cha Bongo Flava kwa wanawake na wanamuziki ambao wamemkuta kwenye game. Miaka 25 sio kitoto. Tuseme ni kitabu. Tutakuwa tupo kwenye ukurasa wa ngapi na kichwa cha habari kitakuwa nini? Lady JD ni mtu ambaye hakuna, ni kama amoeba. Wanasema kuna viumbe ambao huwa wanabadilika kwenye mazingira yote. Anaweza akawa pembe 3, anaweza akawa pembe 4, anaweza akawa pembe 1 kutokana na generation inapotokea. Kwa hiyo inanipa ugumu kuweza kumdefine na kusema kwa neno moja kwamba Lady JD ni msanii wa namna gani, lakini nafikiri ni msanii ambaye cut across. Sisi ni waandishi wa habari na watangazaji, kuna ugumu sana kuweza kuvuka kwenye miaka 10 ya kwanza kwenda kwenye miaka 10 ya pili na kwenda kwenye miaka 10 ya tatu. Watu wengi anaweza akawa kwenye game kwa miaka 20, lakini ukijiuliza amekuwa top kwenye peak
kwa muda gani. Unaweza kukuta na miaka 20 kwenye game lakini amekuwa bora kwenye miaka miwili. Anaweza kawa alikuwa bora kwa mwaka mmoja lakini alikuwa top kwenye mwaka mzima. So kwa Lady JD kwenye album sasa Silver inaenda kuwa albamu ya 10 kama kumbukumbu zangu ziko vizuri. Kuweza kutoa album 10 na kuwa na watu ambao wanafuatilia kuanzia album ya kwanza mpaka album ya mwisho, kutoka kizazi cha kwanza cha miaka 10 kwenda decade ya pili ya miaka 10 na kuianza ya tatu ambako amefika kwenye miaka 5. Sio watu wote ambao wamebarikiwa kuweza kuishi kwenye maisha haya. Kwa hiyo nafikiri kuna namna ambavyo ameishi maisha ya kwenye muziki, sio hata kwa nguvu zake, lakini ni kwa nguvu pengine ya yule ambaye alimleta kwenye dunia hii. So kwangu mimi ameishi maisha ya muziki yaliyopitiliza. Sidhani wakati anaanza career yake ya muziki kama mwenyewe ali-expect kuweza kuishi na kukaa kwenye ubora, kukaa top kwenye miaka hizi ambazo ameziishi Lady JD. So possibly kuna nguvu ambazo na yeye hazijui zinatoka wapi, zimemfanya aweze kufika hapa, na kwa sababu sisi tunaamini kwenye Mungu, mimi nataka niamini kuna mahali ambako Lady JD amefika si kwa sababu ya nguvu zake, lakini kwa sababu ya yule ambaye alimuumba na kumfanya aje kuishi kwenye dunia hii. Wakati unaanza kurap ulimshirikisha bani mtu wako, mnakaa wote kijiweni, ameishi pale kwenye sehemu yake, huwa umeshamshirikisha hiyo? Anafahamu kwa sababu mimi kabla ya kuanza kuachia wimbo wa kwanza nina nyimbo zaidi ya 20 ambazo zimekamilika. Kwa hiyo ni kitu ambacho anakifahamu na anasupport. Hata kabla sijaanza kuachia nyimbo ya kwanza, Lady JD alikuwa anajua kama mimi napenda rap. Nilikuwa napenda Rick Ross, 50 Cent, na anajua huwa tukikaa naye mimi na yeye na washikaji kama familia, nimekuwa nikirap nyimbo nyingi sana ambazo zimefanywa na watu na vitu kama hivyo. Kwa hiyo anafahamu. Na by the way, nimekuja kuachia nyimbo ya kwanza ni kwa sababu tu ya ratiba. I wish kama ningeachia nyimbo ya kwanza, nyimbo ambayo nimefanya na Lady JD. Kwa hiyo kabla haijatoka nyimbo ya kwanza, mimi tayari nina ngoma ambayo nimefanywa na Lady JD na bado haijatoka kwa sababu kulikuwa kuna jambo kubwa hili la miaka 25 ya kukaa kwenye game. Kwa hiyo nilimweleza naye akakubaliana na mimi kwamba huu ni wakati wa mimi kumsupport kwa kitu ambacho anakifanya. Kwa hiyo akimaliza Silver Concert ya Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza na mahali pengine popote ambapo anaweza akaconfirm, na nafikiri next project inaweza ikawa nyimbo ambayo nimefanya na Lady JD. Kama atakuwa na mikoa mingi, naweza nikawa na nyimbo nyingine katikati kabla ya kuachia official nyimbo ambayo nimefanya na Lady JD. Kwa hiyo hii nyimbo ya kwanza ambayo nimeitoa ya Mniombe, nimeleta nyimbo ya leo kama nyimbo ya pili. Zimekuja tu kwa sababu nilidhani umefika wakati ambao nataka kuachia nyimbo. Lakini I wish kama nyimbo ambayo nimefanya na Lady JD ingekuwa nyimbo ya kwanza. Kwa hiyo kama atakuwa na mikoa 4, 5, 6, kwa sababu mimi mpango wangu ni kuachia nyimbo mpya kila mwezi. Kama ambavyo nimeanza Mei nimeachia nyimbo mpya, Juni nimeachia nyimbo mpya, Julai nitaachia nyimbo mpya, August, September, October, November, December. Nataka mpaka tunakamilisha huu mwaka kila mwezi nitaachia nyimbo mpya. Kwa hiyo kama atakuwa amemaliza Silver Concert, nyimbo yangu inayofuata ya Julai itakuwa kati yangu mimi na Lady JD kwa sababu tayari ipo. Kama bado Silver Concert itakuwa inaendelea, nitaachia nyimbo ambayo nimefanya na mtu mwingine, halafu ya Lady JD nitaisogeza mpaka pale ambapo Silver Concert itamalizika. Then baada ya kumaliza hili, nitaachia nyimbo ambayo nimefanya na JD. Unadhani heshima anayoipata Lady JD kwenye muziki wa Bongo Flava inatosha au kuna namna tunampunja heshima yake? Bado hapati kile ambacho anastahili. Lady JD ni msanii ambaye alipaswa kujengewa mnara. Alipaswa kuwa na syllabus ambayo inamtambua, na hasa kwenye upande wa muziki na hasa sanaa hii ya muziki wa kizazi kipya, ili vijana wengi wanaokuwa kwenye zama hizi. Sensa ya mwisho ya watu na makazi hapa nchini ilituonyesha kwamba 70% ya population ya Tanzania watu wana umri wa miaka 34 kushuka chini. Huyu mtu ambaye ana miaka 20 manake
25 kwenye game, maanake kuna vijana wengi walikuwa na miaka 9. Yaani 70% ya Watanzania wakati Lady JD anaanza muziki, 70% walikuwa na miaka 9. Kwa hiyo nafikiri ni aina ya msanii ambaye alipaswa kuingizwa kwenye syllabus na hasa ya muziki, vijana waweze kujifunza muziki na burudani na changamoto ambazo wamezipitia na namna ambavyo waliweza kuzi outcome, itaenda kuwajenga na kuwasaidia vijana wetu wengi sana ambao wako hapa nchini. Kulipaswa kuwa na mnara wa Lady JD ambao umewekwa, iwe ni Dar es Salaam, iwe ni Shinyanga ambako amezaliwa, iwe ni Bunda ambako ndio asili ya wazazi wake. Ulipaswa kutengeneza mnara wa mwanamke shujaa kwenye muziki na tasnia ya Bongo Flava, ili vijana wetu na hasa watoto wa kike waone kwamba mambo yanawezekana. Ukiweza kupigana vita, mwisho wa siku unaweza ukavishwa taji. So of course I appreciate anapewa heshima, but nadhani sio heshima ambayo msanii wa kaliba ya Lady JD anastahili kupewa kwenye nchi yetu. Sawa. Mimi naomba nimalize. Miaka 25 ni umri ambao binti mkubwa, mkaka mkubwa, aidha na ameolewa, ameoa hivyo. Mmewahi kuzungumzia issue ya ndoa? Nimeona aliposti picha ya mwanaume mtandaoni. Watu wakamwambia mpaka leo unaposti wanaume tu, baada ya kuposti ndoa alishakaaga kwenye ndoa. Hilo vipi? Ni vitu mnavizungumza? Anasema yuko na siku atawish siku moja kuingia kwenye ndoa. Tunajua anatamanio sana la mtoto, na hiyo imekaa kwenye vichwa vya watu, wanamuombea baadhi yao kwamba apate mtoto. Yeye matamanio yake kwenye hivyo vitu viwili vikoje, kama rafiki yake wewe wa karibu? Lady JD ni mwanamke ambaye amekomaa sana. Yaani hakuna zama ambazo hajawahi kuishi na hakuna pressure ambayo hajawahi kupitia. Huyu ni mwanamke ambaye anafanya chochote kile ambacho anakitaka yeye. Yaani siku ambayo atataka ndoa, atapata yeye ndoa. Na kwa bahati mbaya sana huku nje watu wanaona kama ana pressure ya kupata mtoto. Lady JD hana pressure ya kupata mtoto. Tuko kwenye zama ambazo science imepiga hatua kubwa sana. Mimi bado naamini siku akitaka kupata mtoto atapata mtoto. Nafikiri watu wa nje wana pressure kubwa ya Lady JD kuwa na mtoto kuliko yeye mwenyewe kuwa na mtoto. Yuko kwenye level ambayo ana uwezo wa kupata chochote kile ambacho anakitaka kwa kadiri ambavyo Mungu atambariki. So nafikiri pressure ya ndoa iko kwa watu zaidi kuliko yeye, kwa sababu amekuwepo kwenye ndoa kwa miaka mingi tu. Hajawahi kubarikiwa kupata mtoto, lakini yuko kwenye time ambayo siku akiamua mwenyewe anataka kupata mtoto anaweza akapata. So mimi nafikiri watu wa nje wana pressure kubwa ya JD kupata mtoto, utafikiri wanajiandaa kwenda kumnyonyesha kuliko yeye mwenyewe. Kwa hiyo mimi nafikiri wamwache aishi maisha yake, aamue kile ambacho anakitaka, na watu wa heshima zaidi burudani na elimu ambayo amewapa kwa miaka 25 kuliko kumuwazia kupata mtoto, kumuwazia kuingia kwenye ndoa. Mimi nafikiri watu wengi ambao wanataka JD apate mtoto ni wale ambao wanataka akipata mtoto ataenda kumnyonyesha huyo mtoto. Na Oscar, wewe umesema kwamba una Christmas 3 mjini na tunataka tutambue nini kilisababisha mtengenezo urafiki na Lady JD ambao umedumu na unaonekana ni urafiki wa kindugu kabisa, lakini wakati unaanza game na kumshauri kwamba anaanza muziki wa hip hop, kwa sababu Lady JD before alikuwa na rap na watu wamefanya mambo makubwa sana, akukushauri kuimba R&B kwa maana ya rap kama inavyozungumzwa kwamba ilipi Bongo? Urafiki sio kitu ambacho kinaombwa, sio kitu ambacho unakitengeneza. Lady JD ana marafiki wengi. Leo hii tunazungumzia na miaka 25 kwenye game ya Bongo Flava. Mimi nimekuwa kwenye media, huu ni mwaka wangu wa 11. Na mimi bado naendelea kuamini na kuheshimu kwamba mimi Dar es Salaam ni kama sokoni. Nimekuja kwa ajili ya kutafuta riziki na mambo mengine yaende. Mimi ni mtoto wa Kaliua, mimi natoka Tabora. Unanielewa bwana? Kwa hiyo ilitokea tu. Sometimes unakutana na watu, mna click, mna vibe, mnaheshimiana, mnasikilizana, mnapeana space kila mtu kwenye vitu vyake. Kwenye urafiki tatizo moja tu ambalo lipo ni kwamba watu wanataka kushare karibu kila kitu. Kwenye urafiki mnashare vichache, mnashare common interest.
So imetokeza tu kwamba kuna baadhi ya vitu mimi na Lady JD tunashare kwa pamoja, na huo ndio urafiki wetu. Mimi na biashara zangu, ana biashara zake, ana mahusiano yake na mahusiano yangu, na kila mtu ana mitikasi yake, lakini kuna vitu vinatukutanisha pamoja kama ndugu. Hivyo tu ndivyo ambavyo mimi na share na Lady JD. Anaheshimu maisha yangu na harakati zangu, na mimi naheshimu maisha yake na harakati za kwake. Siingii kwenye line ambazo anafanya mambo yake, na yeye haingii kwenye line ambazo mimi nafanya mambo yangu. Kwa hiyo tunakutana kwenye vitu tu ambavyo tuna share. Again, mimi na Christmas chache za hapa mjini. Mimi sio mtoto wa mjini, huo utakuwa ni uongo. Mimi ni mtoto wa Kaliua, mimi ni mtoto wa Tabora, na itabaki kuwa hivyo. Kwa hiyo mimi ni mgeni da. Bora hata yeye, kwa sababu Lady JD pamoja na kuwa na asili ya kutoka Bunda, lakini Lady JD amezaliwa Shinyanga, lakini amekulia Dar es Salaam, amesoma hapa, amekulia, kila kitu kimefanyika hapa. So tofauti ya yeye na mtoto wa Dar es Salaam ni kuzaliwa tu, ambako hakuzaliwa, lakini yeye ameishi hapa, amekulia hapa. Mimi sijaishi hapa, sijakulia hapa, nimekuja mtu mzima, meno 32, ndevu ziko kila sehemu ya mwili. Kwa mimi sio mtoto wa mjini, mimi ni mtoto wa Kaliua. Imetokea tu, tumeclick, tumevibe, tunaheshimiana, maisha mengine yanafanya. Oscar, wewe ni Simba au Yanga? Mimi nataka sasa wewe uniambie, kwa sababu kama na miaka 11 nazungumza Simba na Yanga, nitashangaa sana kama naweza nikaja hapa alafu wewe usiniambie kama mimi ni Simba au Yanga. Wapo ambao wanasema wewe ni Simba, lakini wako ambao wanaamini wewe ni Yanga, wanajificha kwenye kivuli. Mimi nafikiri wanaosema mimi niko Simba wako sawa, na ukiwasikiliza vizuri wana sababu za msingi sana ambazo huwa wakinisikiliza wanajua kwamba Simba akifanya vizuri siku zote nasema huyu Simba amefanya vizuri na amesogea hapa. Kwa hiyo mtu yote ukimsikia mtaani anasema Oscar ni Simba, mkubalie, huyo mtu yuko sawa. Na wanaosema Yanga, hao pia wasikilize vizuri, kwa sababu hawa watu wanazo sababu. Yani wakikaa wanaangalia, recently tukizungumza Yanga ni bingwa, ameenda I think mara 3 mfululizo. Yani amedominate game, kina Pacome, kina Stefano Azizikiwa ameondoka, kina Clatous Chota, kila mtu angetaka hawa aina ya wachezaji wawe kwenye timu yake. Lakini pia Yanga sio tu anashinda brother, Yanga anaburudisha. Kwa hiyo ukikutana na mtu ambaye anakuambia Oscar Yanga, mkumbatie sana, huyo mtu yuko kweli na ana sababu za msingi anazosema kwamba Oscar ni Yanga. Na mimi pia namkubalia kwamba Oscar ni Yanga kwenye hizo sababu ambazo anazisema. Kwa hiyo yuko sawa, huyo mtu anapaswa kusikilizwa bro. Inavyosema itachezwa, wewe kwako ulikuwa vipi? Walivyokuwa wanasema ichezwe, wengine itachezwa, japo so far ishajulikana itachezwa tarehe 25. Nilitamani sana mechi ya dabi ya Kariakoo ichezwe. Tutasema mambo mengine yote, Simba na Yanga ndio backbone ya mpira wa Tanzania. Kuna biashara kubwa sana kwenye nchi yetu tunaweza tukaipoteza tukiwakosa Simba na Yanga kwa weight waliokuwa nayo. Ukitoa Simba na Yanga kwenye ligi kuu, quality ya mpira wa Tanzania, biashara ya mpira wa Tanzania ni kama ligi yetu ya daraja la pili. Kwa hiyo wanakusikia wenye timu zao. Yes, ukitoa Simba na Yanga kwenye ligi ya Tanzania, standard tunaoibakiza uwanjani kwenye ushindani, lakini pia kibiashara, Tanzania level yake itakuwa ni ligi daraja la pili. Maelezo mengine nafikiri utatoa kwenye Instagram yako. Asante sana. Nimemaliza mzee wangu.